Maafisa wa chuo cha mafunzo wametakiwa kutumia vizuri taaluma ya akili mnemba ili kuweza kufanya kazi kwa uweledi katika kusaidia jamii ili kuondosha mitafaruko nchini. Akizungumza katika ufungaji wa mafunzo, kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar Kanali Bakari Hamisi amesema kuwa mafunzo hayo waliopatiwa waweze kufanyia kazi kwa kubaini mambo yaliyokuwa si sahihi kwa kutengenezwa video za akili mnemba, jambo ambalo litawasaidia wao pamoja na idara yao. Aidha, amesema kupitia taaluma ya mafunzo hayo watumie vizuri kwa yale mambo yatakayoleta faida kielimu, kitaaluma na teknolojia, huku akisema kuwa si sahihi kutumia taaluma hiyo katika kuchafua na kuharibu au kudhalilisha mtu. Badala yake waitumie taaluma hiyo katika kuleta faida kwa jamii. Shukrani zangu za dhati kwa sababu mafunzo haya yameweza kutupatia uelewa na ufahamu wa akili unde na kufanya kazi na kuweza kutengeneza vitu mbalimbali, lakini pia kuweza kugundua yale mambo ambayo si ya kweli ambayo yanaweza kutengenezwa na akili unde. Kwa hiyo taaluma hii tuliyopatiwa inaweza kuwa ni kitu kizuri sana au ni elimu njema kabisa kwa maafisa na wapiganaji wa chuo cha mafunzo ambao wamepata taaluma hii. Kwa sasa wanaweza kwenda kubaini mambo ambayo si sahihi au ya kutengeneza katika video, lakini pia wanaweza wenyewe kutengeneza video kwa kutumia akili unde. Wanaweza kupata taaluma mbalimbali na masomo mbalimbali kwa kutumia akili unde, jambo ambalo litawasaidia wao, litasaidia idara yetu, lakini pia litasaidia familia zao. Niwashauri au niwape rai maafisa na wapiganaji ambao wamepata taaluma hii. Kwanza, taaluma hii waitumie kwa faida zenye tija, kwa maana watumie kwa yale mambo ambayo yataleta faida kijamii, kielimu, kitaaluma na teknolojia. Kama wasitumie taaluma hii katika kuchafua, kuharibu au kudhalilisha mtu. Kweli katika mitandao kuna mambo mengi tunayaona yanatumika kwenye artificial intelligence, lakini wao wasiende kwenye upande huo, badala yake waitumie taaluma hii katika kuleta faida kwa idara, faida kwa jamii, faida kwa familia na wao wenyewe binafsi. Lakini pia wasaidie pale ambapo itatokea mtu ametokea kuharibiwa jina lake au kuchafuliwa taswira yake kwenye mitandao kwa kutumia artificial intelligence, kwa sababu wao sasa hivi wana taaluma hiyo, basi watusaidie au wamsaidie mtu huyo kuondokana na jambo hili, aidha kwa kubaini kwamba ile video ni ya kutengeneza, ama kama inawezekana basi kuiondoa kwenye mifumo ili mtu yule baki kuwa safi. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha elimu UNESCO Dr. Faidhi Shayo amesema kuwa mafunzo hayo waliopatiwa maafisa wa chuo cha mafunzo yanahusu akili mnemba kwa kuweza kugundua video, picha na kadhalika kwa kutumia AI. Na tuko hapa ZCF leo tukifunga mafunzo ya siku 3 ya masuala ya akili mnemba, artificial intelligence, lakini pamoja na 21st century skills. Na UNESCO tuko hapa kwa sababu ZCF waliweza kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kuweza kupata mafunzo haya. Kwa hiyo tumeweza kufanya collaboration na tunafurahi kwamba tumeweza kufanikisha mafunzo haya ambayo ni ya muhimu. Kama tunavyojua sasa hivi teknolojia inakuwa kwa kasi sana duniani na artificial intelligence au akili mnemba in particular inakuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo basi kwa siku hizi 3 maafisa wa hapa chuo cha mafunzo wameweza kupata the basics ya akili mnemba kwenye matumizi yao ya kila siku. One thing in particular ambayo tumeona wameweza kujua, ambayo imeongelewa pia na facilitator wetu, ni kwamba kwa sasa hivi wameweza wakajua kutofautisha video au picha ambazo zimetengenezwa na akili mnemba. Kwa hiyo pia UNESCO tuna champion sana matumizi mazuri ya akili mnemba ambayo tunasema itumike ethically. Kwa tunajua ni tool au ni teknolojia ambayo ina nguvu sana, lakini inaweza ikatumika kwa matumizi chanya au hasi. Kwa sisi tunaweza kutoa rai kwamba teknolojia hii ni nzuri, hatutakiwi kubaki nyuma kwa sababu dunia inaenda kwa kasi sana, lakini tuitumie teknolojia hii kwa ajili ya kujenga na kuweza pia kwenda kwa kasi ya dunia. Akizungumza kwa niaba ya maafisa waliopatiwa mafunzo kutoka katika chuo cha mafunzo, Isa Chum Haji ametoa shukrani kwa kupatiwa mafunzo hayo, kwani wameweza kujifunza kupitia akili mnemba na kuahidi kuyafanyia kazi mafunzo hayo. Mafunzo
haya ya siku 3 ambayo yalianzia tarehe 14 mwezi wa 7 mpaka tumehitimisha leo tarehe 16 mwezi wa 7, ni mafunzo mazuri ambayo yametufunua macho. Kiukweli mwanzoni hatukuwa na mawazo, hatukuwa na uelewa na haya matumizi ya AI au akili unde, lakini kwa bahati nzuri mafunzo haya siku 3 ambayo yameandaliwa na UNESCO kwa kushirikiana na chuo cha mafunzo, basi yametusaidia, yametupa ufunuo mkubwa na uelewa mkubwa, kwa hali ambayo itatusaidia katika majukumu yetu ya kazi ya kila siku, katika management na kusudia uongozi, lakini pia kwa sisi watu wa gerezani kiinua miguu pia itatusaidia katika majukumu yetu ya kila siku ambayo tunafanya. Subira Salum, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.